Ukiwa tu unajiandaa kulala wakati wa usiku kuingia kitandani, ukiwa unalala hivi unakaa ni mtu wa kuwaza, hivi leo nitalala au sitolala, kutokana na maumivu ambayo ulionayo, aidha maumivu ambayo yanatoka kwenye kiuno na kushuka kwenye mguu mmoja, au maumivu katika upande wako wa lumbar spine kutokana na disc bulging au disc herniation. Kwa kama ni mtu ambaye unawaza hivyo, huenda haya mambo ambayo yanachochea maumivu wakati wa usiku ukiingia kulala, kiasi kwamba unawaza aidha nitalala au sitolala. Jambo la kwanza ni kuto kufanya mazoezi mara kwa mara, kwa sababu usipokuwa unafanya mazoezi misuli inakuwa ni dhaifu sana. Kwa hiyo unapokuwa unalala wakati wa usiku, misuli inashindwa namna ya kukusaidia kuweza kubalance uti wako, uti wa mgongo, ndio maana maumivu yanakuwa yanazidi kuendelea. Jambo la pili, hilo godoro unalolalia lipo kama mtumbwi, kwa hiyo kiasi kwamba ukilala uti wa mgongo unakuwa unakosa alignment. Kwa hiyo ukikosa alignment, maumivu lazima yaje. Lakini jambo lingine, unakosa namna sahihi ya ulalaji, kwa sababu unapokuwa unakosea namna ya kulala, hizi diski za uti wa mgongo unakuwa unazikandamiza sana, ndio maana kulala kwako usiku inakuwa ni changamoto. Ndio mambo ambayo yanafanya wakati wa usiku ukiingia kitandani uwaze aidha leo nitalala mpaka asubuhi au nitakesha kila siku. Kwa kisha unakuwa ni mtu ambaye kufanya mazoezi mara kwa mara, hakikisha unakuwa unalala vizuri, hakikisha unazingatia godoro lako liko vizuri, lakini pia kama maumivu yako unajua yanasababishwa na nini, chanzo chake, hakikisha unapata tiba sahihi. Kwa unaweza kuwasiliana na sisi moja kwa moja kama utahitaji ushauri na namna gani ya kudhibiti maumivu, kuweza kuondosha hizo hali moja kwa moja. Na share hii video kwa wengine na endelea kutufuatilia.